Tamasha la Umoja wa Washairi Pemba UWAPE limefanyika leo hii katika ukumbi wa Umoja ni Nguvu mkoani, likiwa limekusanya washairi kutoka maeneo mbalimbali ya visiwa hivi vya Zanzibar, lakini pia washairi kutoka Kenya. Nienzi ningali hai ndiyo kauli mbiu ya tamasha hili, ikihamasisha kuthamini vipaji na utu wa mtu akiwa bado yu hai. Aliyekuwa mgeni rasmi katika shughuli hii, meya wa halmashauri ya mkoani, ndugu Muhammad Saidi Ali, anaeleza namna washairi wakongwe walivyo na mchango mkubwa katika jamii. Nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana wana UWAPE kwa moyo wao wa kuendeleza matamasha mbalimbali, ikiwemo leo hii wametuwekea tafrija ya kuwaenzi wasanii wetu wakongwe ambao bado wangali hai. Na sisi tunasema tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwaeka hai, kwa sababu bado kuna vitu tunavihitaji kutoka kwenu tuweze kuvisikia, tuweze kuvipata, ili wasanii wetu wa sasa waweze kuvienzi na kuvidumisha na waweze kutuletea kama sehemu ya burudani katika jamii zetu. Naomba niseme wasanii hawa wametupa miongozo mikubwa sana, kuanzia wazee wetu mpaka wakapata wazee wetu wakapata nguvu ya kututungia misemo ambayo mingine imetokana na nyimbo zao wasanii hawa ambao wametunga. Kwa kweli ni jambo la kuwapongeza sana 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 kwenye taifa letu. Lakini jambo la pili, wasanii hawa maneno yao, nyimbo zao zina mantiki kubwa ya kuifundisha jamii yetu, lakini na kuielekeza jamii yetu kwa namna gani jamii inapaswa kuelekea na wapi na vipi jamii iende, ili tuendelee kubaki salama kama Wazanzibari, kama Watanzania, kama wana Afrika. Kwa kweli kazi hii ambayo mmeifanya, mimi nikiri pamoja na udogo wangu ambao ninao sasa, lakini wazee wetu wanatupa mengi kutoka kwenu na wametuonesha mengi kutoka kwenu, ya kuona kwamba kazi mlioifanya ni kubwa na mnastahili pongezi kubwa sana kutoka kwetu kizazi cha leo ambacho tupo hapa. Al-Fatah TV tukapata fursa ya kuzungumza na afisa mawasiliano wa UWAPE ndugu Sheha Suleiman Juma. Lengo na dhamira haswa ya kuandaa tafrija hii ya Nienzi ningali hai ni kuwaenzi na kuwathamini wale wana sanaa wenzetu katika tasnia ya muziki wa taarabu asilia, na hatukuwaenzi kwa sababu ya tasnia yao ya muziki. Tumewaenzi kwamba wao wana mchango mkubwa katika kupitia tasnia yao ya Kiswahili kwenye kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili. Kwa tumewaenzi kama ni wasanii wenzetu, lakini kama ni manguli au kama ni watu maarufu ambao wamekuwa na mchango mkubwa wa kueneza na kukuza lugha ya Kiswahili katika tasnia yao ya taarabu asilia. Mtazamaji ambacho mimi namtaka aelewe ni kwamba lengo la taasisi yetu ni kuendeleza sanaa zinazohusiana na fasihi simulizi, haswa mashairi. Tunatunga tenzi, tunatunga ngojera, lakini katika upande wa mashairi sisi ni wafuasi wa mashairi ya kimapokeo. Mashairi ya kimapokeo ndo mashairi ambayo sisi tunakwenda nayo. Hatutumii mashairi ya kimamboleo. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba Kiswahili kinakwenda mbele, kinakuwa na kinakwenda mbele na kinasambaa katika maeneo mengi sana ya Zanzibar na nje ya Zanzibar. Pia hawa ni washiriki walioshuhudia uzito wa hisia na nguvu ya mshikamano katika tamasha hili. Shughuli ya leo tumshukuru Mungu kwamba imeenda vizuri, na kwa sababu ilishirikisha watu wa mataifa mawili, ni kwamba imetangaza sio Pemba tu, lakini imetangaza Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Fikra hii ni nzuri sana na ningetamani iende mbali zaidi, iwaenzi hata wale ambao hawako kwenye eneo la kuandika na mashairi, kwa sababu kuwaenzi watu ambao wametoa mchango katika maendeleo ya nchi, ama iwe ni kwa utamaduni au kwa eneo jingine, ni kitu muhimu, kwa sababu mchango wao ndio ambao umeendeleza sehemu kwa kiasi fulani, yani jina la nchi au jina la jamii au jina la watu liweze kujulikana. Wallahi tunashukuru, shughuli ya leo ilikuwa nzuri. Kwa sababu sisi tulifurahishwa, tulipendezwa na wenzetu, ndugu zetu kutoka Pemba, na tumejifunza mambo mengi. Mbali na utamaduni ambao ni mushtaraka, ambao kwetu na kwenu ni kama wafanana, lakini tumejifunza mengi sana. Ukarimu, upole, uungwana, ustaarabu na ufundi
wa matumizi ya lugha hasa katika nyanja za ushairi. Tumpige saluti Sheikh. Wajua si kughani tu ukavu, lakini kuna na hisia, yani ile wazungu wasema ni full package. Ilikuwa kwa pale. Wahenga walisema samahani haijengi nyumba. Hivyo tukienzi Kiswahili chetu kabla hakijawa historia. Na kupitia tamasha hili tumeona kuwa Kiswahili si tu chombo cha mawasiliano, bali ni jukwaa la fikra, hisia na utambulisho. Khadija Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp +255 777 858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.